2. Kwa hiyo tulikuwa tumelingana sisi. Mimi niliingia bungeni kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais marehemu Benjamin Mkapa. Jenista aliingia kwa viti maalum, lakini wote tuliingia kwa mara ya kwanza tuliingia mwaka 2000. Tukaenda mpaka mwaka, tulikuwa marafiki, tulikuwa tunaelewana sana. Tukaenda mpaka mwaka 2005 tukaongea, Jenista tunarudije bungeni? Jenista akaniambia mimi narudi kwa jimbo. Nikamwambia lakini unakwenda kumtoa ni waziri wa fedha. Alikuwa profesa nani? Huyo. Na mimi nikamwambia na mimi nakwenda kumtoa waziri wa madini Daniel Yona. Nikamwambia tutaweza? Sawa, watu wazito. Akasema twende dada. Mimi na Jenista tulikuwa na age difference ya miaka 11. Mimi ni mkubwa kwake. Kwa kweli tulikwenda baada ya kura za maoni tulipigiana simu. Jenista umeshinda? Nimeshinda. Dada mkubwa umeshinda? Nimeshinda. Tukarudi. Kwa mimi na Jenista tumekaa muda uliolingana bungeni 2000 mpaka 2005. Mimi nimeingia kama mbunge wa kuteuliwa na rais, kama mbunge wa jimbo, mbunge wa viti maalum. Kuanzia 2005 tukawa wabunge wa majimbo. Yeye amekwenda Peramiho mpaka Mungu alipomchukua. Mimi niko Same Mashariki mpaka leo. Jenista alikuwa hard working. Akishika jambo lake amelishika. Alikuwa ni mwanamke anayejitahidi sana. Alikuwa anaamini katika kazi. Tulielewana kwa sababu wote tulikuwa tunaamini katika kazi. Jenista alikuwa mbunge wa jimbo, mwanamke mzuri sana. Mimi mpaka leo ni mwenyekiti wa wabunge wa majimbo wanawake. Kwa hiyo alikuwa ni mbunge wangu mzuri sana. Tumepoteza mbunge mwanamke wa jimbo mzuri, chapa kazi, anayejua maana ya kuwa mbunge wa jimbo, kuwatumikia wananchi. Sina cha kusema zaidi kama mwenyekiti wa wabunge wanawake wa majimbo, isipokuwa tuliyempoteza alikuwa mzuri sana. Tunamwomba Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini imekuwa ni shock. Kwa sababu kama mimi sikusikia akiwa naumwa, nimeona tu kwenye mtandao Jenista amekufa. Nilichofanya nilimpigia spika kuhakikisha, spika akaniambia ni kweli. Kwa hiyo niko hapa. Nakuja nyumbani kwake. Naomba wote tumuombe Jenista. Asanteni sana.